wake. Ni bora yatuletea heshima. Haya sote tuungane, tukienzi Kiswahili. Kiswahili lugha yetu inayotutambulisha. Mtazamaji wa TBC1, karibu katika kipindi cha Lulu za Kiswahili, kipindi ambacho kinakupa fursa mtazamaji kuweza kujua masuala mbalimbali ya Kiswahili. Na siku ya leo basi kipindi hiki cha Lulu za Kiswahili kinaruka moja kwa moja kutoka hapa mkoani Kigoma, kikiangazia mada ya matumizi ya lugha ya Kiswahili katika kuimarisha umoja, upendo na mshikamano. Katika kulizungumzia hilo basi niko hapa na Dr. Ahmed Sovo, ambaye ni mhadhiri mwandamizi mshititi chuo cha Kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, ambaye sasa atatueleza kwa undani kuhusiana na mada hii. Kiswahili kina nafasi gani sasa katika kuimarisha umoja na upendo katika nchi yetu? Na moja kwa moja sasa nitaenda hapa kuzungumza na Dr. Habari yako Dr.? Salama kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Naona Kigoma hali ya hewa ni tulivu. Kijua kwa mbali, kibaridi kimeanza kutoweka. Sasa huku wenyewe hii hali ya kaubaridi kwa asili hapa wanaita hali ya mnemba. Kwa hiyo kwa watazamaji wetu ambao wako mbali, ukiona kuna mnemba tu, kuna kibaridi, basi jua wale dagaa wa Kigoma, hususan wale wa beach, mteke wenyewe wanaita, ndio unakubali kabisa, unapatikana kwa wingi huko katika ziwa Tanganyika. Asante sana. Tukija sasa katika mada yetu ambayo tunaona kwamba matumizi ya lugha ya Kiswahili katika kuimarisha umoja, upendo na mshikamano. Kwa mtazamaji wetu ambaye anatutazama sasa, angependa labda kujua nini maana ya lugha ya Kiswahili sasa, kabla hatujaenda moja kwa moja kwenye mada yetu husika. Nashukuru sana. Lugha ya Kiswahili ni lugha yetu, unaweza kusema hivyo. Hatuwezi kuipa maana moja kwa moja, lakini labda tueleze kwamba kwa nini lugha ya Kiswahili, na kwa nini lugha ya Kiswahili ni hazina, ni utambulisho wetu, lakini ni kielelezo cha kuonyesha utaifa wetu. Sasa lugha ya Kiswahili, tukianza nyuma kidogo zamani, tunaelezwa hata katika harakati za ukombozi wa bara la Afrika, hasa maeneo ya kusini mwa Afrika, lugha ya Kiswahili ilikuwa na mchango mkubwa sana. Lakini hata sisi katika nchi yetu hii ya Tanzania, lugha ya Kiswahili iko na mchango mkubwa sana. Muasisi wetu wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, katika harakati za kupigania uhuru wa Tanzania, alitumia sana lugha ya Kiswahili, kwa sababu lugha ya Kiswahili ndio ilikuwa ambayo inaweza kuzungumzwa na watu wote kutoka katika maeneo yote. Kama ambavyo tunafahamu, tunao makabila mengi sana katika nchi yetu, zaidi ya 120. Lakini Kiswahili imekuwa ndio lugha pekee inayotuunganisha sote bila kujali makabila yetu. Yani wewe ni Muhaya umetoka Bukoba, wewe ni Muha wa hapa Kigoma, wewe ni labda ni Mnyaturu wa Singida, wewe ni Muhehe kutoka kule Iringa, sijui ni Mnyakyusa kutoka wapi. Sisi sote tunapokutana tunaunganishwa na lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo lugha ya Kiswahili ilikuwa na mchango mkubwa sana katika kutuunganisha. Mwalimu wakati ule akitoa hotuba zake anatumia lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo watu waliweza kupata ujumbe wa kuweza kujikomboa kutoka mikono ya wazungu. Lakini ujumbe ambao viongozi walikuwa wakiufikisha unafika kwa wepesi, kwa sababu ni lugha ambayo inatambulika na watu wote. Kwa hiyo tunaweza kusema Kiswahili kimekuwa na nafasi kubwa sana katika kutengeneza umoja wetu, mshikamano wetu na upendo miongoni mwetu na jamii. Kwa sababu ingekuwa tukikutana unazungumza lugha yako na mimi nazungumza lugha yake, inawezekana mambo yangekuwa mabaya zaidi. Lakini kwa sababu ya Kiswahili inakuwa inatusaidia kufanya nini? Kutuunganisha jamii mbalimbali, sisi hata Afrika Mashariki na Afrika nzima. Sasa hivi tunaelekea huko.
Asante sana Dr. Tukiangalia sasa katika maisha sasa hivi, hali ya sasa hivi, tuambie sasa ni kwa namna gani lugha hii inaweza ikawa moja ya chanzo kikubwa cha kuimarisha upendo wetu ambao tangu awali hapo upo umoja wetu ambao tunaona kwamba ilikuwa ndo lugha ambayo ilitumika sasa kutuunganisha. Nashukuru sana. Nilikuwa nafuatilia mitandao nikamwona mwandishi mmoja, yeye nadhani mwanasheria kutoka moja nchi jirani zetu, anasema kwamba nchi yetu anavodai yeye kwa madai yake inarudi nyuma kwa sababu ya matumizi ya Kiswahili. Lakini tulimsikitikia sana, tukaona kwamba bado amefungwa minyororo ingawa yeye hawezi kuiona moja kwa moja. Sasa tuje kwenye swali la msingi kwamba ni kwa namna gani lugha ya Kiswahili inaweza kutuunganisha, hasa ukiangalia muktadha na mazingira ambayo tuko nayo hivi sasa. Sasa katika Kiswahili tunayo mitindo mbalimbali ya lugha. Mitindo hii inaweza kuwa mwafaka sana ikitumika katika mazingira tulionayo hivi sasa. Mtindo mmoja mkubwa wa kwanza kabisa na muhimu sana, tunasema lugha ya Kiswahili ni tajiri sana 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 kwenye misemo ile ya busara na hekima. Huu ni wakati mwafaka sana wa kutumia misemo hiyo. Kuanzia viongozi wetu, kuanzia wakubwa, wadogo, mwalimu na wanafunzi wake, vijana miongoni mwao wenyewe, kina mama katika makundi mbalimbali, kutumia sana misemo yetu, tunaita misemo ya wahenga, ili kuweza kutuunganisha, misemo ya busara, misemo ya hekima ambayo itaturejesha kuendelea kuwa pamoja na kuzidi kusongesha taifa letu. Na baadhi ya misemo hii tunaijua iko mingi. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu, kwamba lazima tuwe wamoja, tukitengana maana yake tutapata udhaifu, tukipata udhaifu hata wale wasiokuwa nia njema na sisi maana yake wanaweza wakafanya nini, wakapitia hapo na kuweza kutuvuruga zaidi. Lakini kuna misemo bwana, sisi sote ni kitu kimoja. Sisi sote ni kitu kimoja, hata kama tutatofautiana kwa itikadi, kwa falsafa, kwa mitazamo, lakini bado sisi ni kitu kimoja. Mimi nitajitambulisha kama Mtanzania na wewe utajitambulisha kama Mtanzania. Lakini penye nia pana njia, ni msemo huu kwamba tunaweza tukautumia jamani. Kama nia ipo, maridhiano yapo, milango ipo, kwa nini tusigonge milango tukazungumza? Kwa nini tusisemi kwa pamoja? Kwa hiyo penye nia pana njia. Kwa hiyo ni wakati mwafaka sana, na lugha yetu kwa kweli imesheheni. Kuna msemo mmoja unasema kukaa kimya si kushindwa. Sio kila mtu mpaka aseme, sio kila mtu mpaka azungumze. Unaweza ukakaa kimya na ule ukimya ukawa ni bora zaidi katika wakati ambao tuko nao. Useme lile ambalo linastahili kusema. Haraka haraka haina baraka. Kwamba sawa, unaweza kuwa unalitaka jambo fulani, yani jambo muhimu, lakini sasa kama wakati wake haujafika, basi usifanye nini, usilazimishe sana, kwa sababu unaweza ukalilazimisha likaleta shida. Mvumilivu ula mbivu. Ukivumilia, ukistahimilia, na subira yavuta heri, uleta kilicho mbali. Mwana, kwa hiyo haya yote unaona ni lugha ambazo kwa kweli ni lugha mwafaka, ambazo viongozi, wananchi, matangazo katika mijadala yetu. Na mimi nakusifu sana TBC1 hasa kwa kuleta mada hii katika kipindi hichi, kwa sababu ndio wakati mwafaka kwamba ni lazima twende na wakati. Unaona wakati ule tulipokuwa na mashindano ya michezo, mlikuwa na lugha za kimichezo, mlikuwa na vipindi unaendana na wakati. Na hii ndio tukisema ndio ukweli na uhakika, ile dhana inakuja katika mtindo kama huu. Naam. Asante sana. Sasa tunaona ya kwamba mara nyingi migogoro inakuja na kutoelewana. Tunaona sasa ya kwamba lugha ya Kiswahili ndio lugha inayoeleweka kwa Watanzania wote. Inawezaje sasa kusaidia kutoa chuki au visasi vilivyopo ndani katika mioyo ya watu? Naam. Mtindo mwingine wa kutoa visasi na nyongo, kwanza lazima tuelewe. Unajua hili swala la wakati, mimi nawaambia watu somo la wakati ni somo muhimu sana. Muhimu sana sana, kwa sababu kwa mfano tumetoka sisi kwenye uchaguzi mkuu. Tulikuwa na kipindi cha kampeni, ni wakati wa kampeni.
Wakati wa kampeni una mambo mengi. Kila mtu ananadi sera yake, anatumia mitindo mbalimbali ya lugha kunadi, kutaka wananchi wamkubali na hivi mpaka tukafikia kwenye matokeo. Lakini sasa tukimeshamaliza kile kipindi, ndio somo la wakati linakuja hapa. Tumemaliza kipindi cha kampeni, tunaelekea sasa kwenye kulijenga, kulienzi, kuliendeleza taifa letu. Ni lazima kuna vitu tufanye nini? Tuepuke. Hata kama mlikuwa mnataniana, wewe labda ni chama pinzani na mwenzio mlikuwa mnataniana, kampeni zimeisha. Sasa hivi tunajenga nini? Taifa letu. Ni lazima tutoke huko. Hata kama umezoea kumtania, maana pengine na yeye alitarajia atapata ushindi, sasa hakupata ushindi. Kwa hiyo utani wako unaweza ukaibua hisia, ukaibua ghadhabu, ukaibua chuki, ukaendeleza ule uhasama. Hapana, wakati huu sio huo. Wakati huu sasa ni wa kutumia zile lugha za kujengana. Mtani bana, ndo tumeshapigwa, basi tujipange kwa wakati mwingine. Mtani, umepambana bana, nimekugonga kidogo, lakini tujenge bana, tushirikiane, tujenge nchi ya pamoja. Unampoza, lakini sio kumpa maneno ambayo yatamfanya kwamba yamtengenezee hisia kali, yamtengenezee wivu, yamtengenezee chuki. Hapana, ni wakati wa kutuunganisha zaidi. Na hapa ndio tunasema kuna matumizi. Sisi kuna kitu tunaita nafsi. Kuna nafsi ya kwanza, kuna nafsi ya pili. Nafsi ya kwanza umoja, nafsi ya pili wingi. Hapa ndio wakati wako wa kutumia kwamba unatumia zaidi sisi. Sisi bwana, sote ni wana Kigoma. Sisi sote ni wa Tanzania. Sisi sote ni wana Mara. Sisi sote ni hivi. Unatengeneza ule maneno ambayo na yeye yule anajiona ni sehemu ya kwa pamoja tutaweza, kwa pamoja tutapita, kwa pamoja tutashinda. Lakini hili mbona liko hivi? Basi hili basi, tushirikiane, tushauriane kwa pamoja, unaweza tukafanya nini? Tukaondoka katika hali hii na kupunguza zile hasama na chuki ambazo ziko miongoni mwetu. Okay, sawa. Sasa kwa kumalizia, ni ujumbe gani unawapa wa Tanzania katika kuhakikisha ya kwamba sasa lugha ya Kiswahili inakuwa ni nguvu kama daraja la kuleta sasa umoja na mshikamano katika jamii? Kwa kumalizia. Sawa. La kwanza na nataka niwaambie kwanza, tutumie lugha ya Kiswahili katika kutuunganisha. Tusitumie lugha ya Kiswahili katika kutugawanyisha. Kama nilivyosema, tangu taifa linaanza, linaasisiwa na wazee wetu na marais wetu, viongozi wetu wa enzi hizo, mpaka leo tumekuwa kitu kimoja. Unaona mchanganyiko mnapokuwa hata shuleni, makabila tofauti, rangi tofauti, maeneo tofauti, lakini bado mnaishi pamoja kwa mapenzi. Kwa hiyo Kiswahili tukitumie vizuri sana katika kuhamasishana, katika kukumbushana, katika kutumia hii misemo, tutumie vitendawili, tusitumie zile lugha ambazo kwa kweli zinaweza zikaendeleza hiyo hali ya nini, ya uhasama. Kwa hiyo haya ni maeneo muhimu sana ambayo ningependa kwamba sasa hivi tunachoitakiwa sana ni maridhiano, mshikamano, umoja wetu, upendo wetu. Kwa hiyo kila mmoja, viongozi wetu wa dini, viongozi wetu wa kijamii, wenye viti si wa mitaa, viongozi wa makundi mbalimbali, watu wa kada tofauti, kila mmoja atumie hizo ili tuje pamoja, tuendeleze kulijenga taifa letu. Na naamini kwamba tutafikia hapo na tutasonga mbele zaidi kuliko hapa tulikofikia. Asante sana Dr. Asante sana mtazamaji wa TBC1. Huyu alikuwa ni Dr. Ahmed Sovu akitupitisha basi katika mada ya matumizi ya lugha ya Kiswahili katika kuimarisha umoja na upendo pamoja na mshikamano. Kutoka hapa Kigoma hatuna la ziada. Kwa niaba wote walioshiriki, mimi ni Nyakolema Mwita, nyuma ya kamera Kevin Jonas. Narudisha matangazo haya studio kwa Kusoma Mavura. Mweze kuendelea. Asante Nyakolema Mwita kutoka Kigoma, ukiwa pamoja na mzee Ahmed Sovu. Leo nimemwona na muonekano wa tofauti kabisa, nikasema ama kweli umri unakimbia. Niseme asante sana na niwatakie majukumu mema pamoja na yule aliyekuwa nyuma ya kamera. Hapa studio niko mimi Saumu Mavura, ikiwa leo ndio nahodha wako katika kipindi cha Lulu za Kiswahili, lakini pia nipo na Ana Mwasioke. Huyu leo yupo hapa sio kwa ile nafasi yake ya awali, bali ni mgeni katika kipindi cha Lulu za Kiswahili. Lakini pia nipo na Kusanja Emmanuel. Huyu ni
msanifu lugha. Kubwa hapa tukizungumzia nafasi ya lugha ya Kiswahili katika kuimarisha umoja, upendo na mshikamano. Kusanja, nianze na wewe kutoka BAKITA. Tunafahamu Kiswahili ama lugha ni chombo cha mawasiliano. Leo tutajadili hilo. Ila kabla hatujaanza kujadili, mezani kuna kitabu hapa kinaitwa Kufikiri ni Kazi. Bahati nzuri ama hivyo bahati nzuri, kipindi cha mwisho mimi na wewe kukutana hapa studio ilikuwa ni kipindi cha kuzungumzia nafasi ya makongamano katika kukuza lugha ya Kiswahili, na tuzungumzia lile kongamano la WASTA. Bahati nzuri ama ilivyo bahati, Mungu alijalia nikashiriki katika kongamano. Nilikuwa namsimulia Ana hapa, unaweza kukatazama kitabu hiko kinaitwa Kufikiri ni Kazi. Na lile kongamano lilikuwa linaitwa ni kongamano la 10 tuzo za WASTA, na nimebahatika kurudi na nishani. Vizuri ni kwamba kipindi cha Lulu za Kiswahili kilipata tuzo pia, na tulimkabidhi mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji TBC Ayub Riobachacha kwamba kimetambulika kipindi cha Lulu za Kiswahili kupitia TBC kwamba ni kipindi ambacho kinahakikisha lugha ya Kiswahili inafika mbali zaidi. Na turudi katika mada. Lugha hutumika kwa mawasiliano, na mawasiliano hulingana na muktadha. Neno moja linaweza likatumika katika muktadha tofauti. Mimi niko hapa studio kwa sasa natumia lugha ya watangazaji, lakini nikienda nje ya studio natumia lugha tofauti na ninayotumia hapa. Nikienda nyumbani natumia lugha ambayo nawakutana nao kule katika nyumbani, lakini nikitoka nyumbani nikienda katika jamii natumia lugha nyingine ile ambayo inatumika na wale wa jamii. Wakati wa furaha, lugha inayotumika, maneno yanayotumika ni ya furaha, lakini wakati wa huzuni pia lugha inayotumika ni ya upole, ya huzuni, kulingana na maneno. Tupitishe kwenye huo muktadha wa lugha. Naam, kiwalisia lugha ni maisha. Yaani kwa jinsi yote uliyozungumza ni yale ambayo katika maisha. Lugha ni maisha, na hapa nilikuwa ninafikiri kufikiri, kwa sababu kufikiri ni kazi. Na wanasema ili ufikiri vizuri uwe msomaji. Ndio. Na ukisoma ufikiri. Na ukifikiri bila kusoma unakuwa unapotea. Fungua ndani kidogo tusomee kwenye Biblia mwanzo tu mwanzo kabisa kwenye mwanzo kabisa. Hapa kufikiri bwana, kufikiri kwenye kidokezo inasema fikiri kabla na baada ya kufikiri. Fikiri kabla hujatenda na baada ya kitendo. Fikiri kabla ya kusema na ufikiri zaidi ulichokisema baada ya kukisema. Fikiri kuhusu nafasi yako, fikiri kuhusu nafsi yako, kusoma kwako, shughuli zako, matendo yako, masomo yako na akili zako. Fikiri kabla hujafikiria unavyofikiria. Kufikiri ni kazi kuliko kazi. Mwandishi wa kitabu hiki ni Wala Binwala, profesa wa Kiswahili. Naam. Sasa kama jinsi alivyosema na mimi nilivyosema kuhusiana na lugha, kwamba lugha ni maisha. Yaani yote tunayoona katika dunia hii yamekitwa katika lugha, kwa sababu lugha ndio inaleta mawasiliano. Yaani lugha ndio inaunganisha mtu mmoja na mtu mwingine, jamii moja na jamii nyingine. Maana jamii ni jumla ya mtu mmoja mmoja. Sasa kwa nini maisha? Kwa sababu unachokizungumza hapo, Wala bin Wala anazungumzia fikiri kabla, fikiri baada. Fikiri wewe ni kabla nani, hata hujafikiri. Kwamba wewe hauko peke yako, uko na watu. Wewe si wa peke yako. Yaani kuna watu ambao wanakuzunguka. Yaani na faida yako si ya kwako wewe. Yaani ni watu wengine kukufaidi wewe. Ndio faida inakuwa ya kwako wewe. Yaani lugha yetu inatufanya sisi tujione tupo katika jamii. Lugha ina namna yake. Kwamba kama ulivyoanza ule usuli wa kuonesha kwamba ukiwa nyumbani kuna namna utatumia lugha, ukiwa ofisini kuna namna utatumia lugha, ukiwa sehemu nyingine yote, msibani, kuna lugha ambayo inatumika. Usilete kicheko sehemu ambako kuna huzuni. Alafu usifurahie mwingine anapokuwa ameanguka. Yote hayo yanakuonesha kwamba unatakiwa ujue ni wakati upi wa kusema, ni wakati upi wa kuacha kusema.
wakati upi na nani unasema naye. Unatakiwa ujue mada ipi inazungumzwa, uangalie mazingira yale. Kwa hiyo lugha imebeba kila jambo ambalo unaliona katika maisha haya. Lugha hiyo hiyo ndio inaweza ikaleta kufariji, inaleta kuleta huzuni, inaleta kuunganisha watu, inaleta kutenga watu. Lugha hiyo hiyo. Kwa hiyo matumizi ya lugha yanatakiwa kuzingatiwa, na ndio maana mara nyingi watu wanafundishwa kwamba bwana, hebu katika muktadha upi unazungumza hili. Neno moja hilo linaweza kama na maana nyingi kulingana na unachopeka katika mazingira yapi? Mazingira yapi? Kuna mazingira mengine nasema kama ukishindwa kujizuia nafsini mwako umekufa ingawa uko hai. Na hili ni neno katika Biblia takatifu. Nadhani ipo katika kitabu cha Timotheo ambaye inazungumzia kwamba asiyeweza kujizuia nafsini mwake amekufa ingawa yu hai. Unaona? Kwa hiyo kama kila kitu unajiona wewe ni nani? Je, kila kitu unaweza nikakipata? Je, ukipata vyote basi na dunia nzima wakakupa, afu wengine wote wakafa, kabaki wewe mwenyewe unapata nini? Umeona kwamba ukipewa dunia nzima alafu usipate uzima wa milele kwa wale waamini wa Kikristo, unakuwa umepata faida gani? Kwa hiyo maana yake ni kwamba unatakiwa ujitafakari kabla hujazungumza, ufikiri kabla hujafikiri. Ndicho ambacho amesema wala bini wala. Kwa hiyo lugha imechukua watu, inaweka pamoja kwa ajili ya maendeleo yao. Sawa. Wanaamua sisi tunataka tufanye jambo fulani, basi kutumia lugha, kuna neno ama lugha ambayo tutaitumia itakayounganisha watu, kuweka umoja. Kwamba twende bwana, tunaenda kufanyaje? Twende kushangilia timu yetu, ina mechi inakuchezwa kesho. Tufanye namna gani? Twende wote, tuongezeke, twende uwanjani wote, kuna lugha ya kule. Kuna hamasa, maneno yanayotumika na kauli mbiu ambazo zinakuwa zinatumika. Kwa mfano kuna kipindi fulani hivi hivi vilabu vyetu hapa wakati vinajitahidi kuvuka kwenye hatua fulani, kwa mfano Simba anakwambia hii tunavuka. Anasikia mtu mwenyewe moyoni kule anaanza kuona hili tunavuka. Kwa hiyo mtu unapomwambia hili tunavuka, anabaki na tafakari yeye. Hivi anamaanisha nini huyu? Hii tunavuka. Anaanza kutengeneza moyoni mwake kwamba kweli kuna kuvuka, afu anaiona njia. Na yule mchezaji pia ataona hapa kuna ushindi. Alafu anaona kumbe siko peke yangu. Na ndio maana hata wakati wanafungwa wanasema kwamba mkifungwa tuko wote. Yaani katika huzuni tuko wote na katika furaha tuko wote. Kusanja wewe ni Simba. Kwa nini umesema hivyo? Naona zile. Hapana, nimesema hivyo kwa sababu naona hisia. Siku zote wewe ni Simba. Sema ukweli tu. Kwani kuna tatizo? Mimi ni Simba. Basi mimi ni Simba. Wewe ni Simba. Haya, mshabiki kindakindaki wa Simba. Kwa hiyo sawa, turudi kwa Anna Mwasioke, mtangazaji mshititi. Nakumbuka alivyokuwa nikiongea na Sofu, naambia sasa wewe ni nani, daktari mshititi ama mhadhiri mwandamizi? Ananiambia weka yote tu mshititi. Kwa sababu kila moja linatumika mahala pake. Sasa nakuja kwako, mtangazaji mshititi ama mtangazaji? Mimi ni vyote, mtangazaji mshititi pia, kwa sababu mshititi maana yake nina mahaba kweli kweli na lugha adhimu na usha Kiswahili. Mtangazaji ni kazi nyingine ambayo naipenda na ndio utambulisho wangu mimi kitaaluma. Sawa. Tumemsikiliza Kusanja Emmanuel akizungumzia lugha ya mawasiliano kutokana na muktadha. Ukiwa msibani, usicheke, usifurahi hata yule ambaye yuko msibani akawa na shangaa zaidi au anatafakari zaidi, kwani kulikoni hapa watu wanahuzunika alafu wewe unafurahi. Lakini kwenye furahi na wenzio, usisononeke. Hebu umekuwa katika muda mrefu katika tasnia ya habari, umekuwa ukitangaza matukio mbalimbali. Anna Mwasioke, ninayekuona leo hapa unatabasamu, lakini ukipata taarifa nyingine tabasamu linaondoka, na ile sio mpaka uambiwe, inakuja moja kwa moja kichwani kwamba hii taarifa inatakiwa nizungumze kwa kutumia lugha ipi kutokana na ule muktadha. Tupitishe katika hilo, tukitizamia kwamba mada ya leo ni nafasi ya lugha ya Kiswahili katika kuimarisha umoja, upendo na mshikamano. Kwanza nianze kwa kusema lugha yoyote duniani ni chombo cha mawasiliano kama hata Kusanja alivyosema, lakini lugha ya Kiswahili hasa ni lugha ambayo imejengwa katika misingi ya upendo, umoja na mshikamano. Ni lugha ya faraja. Ukitazama asili yake ni pwani,
na tunajua watu wa pwani walivyo. Tofauti kabisa na watu wa maeneo mengine, naweza nikasema duniani. Ni watu ambao wanaongea lugha kwa ulaini, kwa upendo, kwa umoja, kwa mshikamano, na mara zote wanaongea kwa faraja, na hiyo ikatuambukiza Watanzania wote, kama ambavyo muasisi wa taifa la Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alivyofanikiwa kuwaunganisha Watanzania wenye makabila zaidi ya 120 wakaanza kuzungumza lugha moja ya Kiswahili. Angalau kila Mtanzania ana uwezo wa kuzungumza lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo umeniuliza namna gani lugha ambavyo inaweza kuleta faraja, inaweza kuleta upendo, ukaweka unasaba na kazi yangu mimi ya uandishi wa habari na utangazaji. Sisi hatufundishwi, na hata kama tunafundishwa shuleni kidogo, ila kwenye uwasili wakati unafanya hiyo kazi wewe mwenyewe unaona. Yani kwa mfano kunaweza kuwa kuna taarifa ya habari, labda kuna habari 10 ndani yake. Nimetoka habari ya kufurahisha, inayofuata ni ya kuhuzunisha. Ninapo soma habari ya kufurahisha utaniona kabisa nitabasamu bashasha, na mimi miongoni mwa utambulisho wangu kwenye utangazaji ni tabasamu bashasha. Ila nikihama ile habari nikaja habari ya huzuni, utadhani sio mimi. Kwa nini sasa tunafanya hivyo? Kwa sababu lugha na muonekano wako na vyote yani unavyoonekana wakati unasoma taarifa ya habari ni mawasiliano. Kwa hiyo sio kusema peke yake, ni kusema na namna unavyoonekana, sura yako unavyoonekana, mikono yako inavyofanya, mwili wako unavyoonekana, vyote vile ni namna ya kuwasiliana. Kwa hiyo ikija habari ya huzuni, utaona tofauti kuanzia kwenye uso wangu, utaona tofauti pia kwenye sauti yangu, utaona tofauti kwenye mwili wangu unavyoonekana ama ninavyocheza na mwili wangu. Kwa hiyo ni lazima ufahamu kwamba unapaswa kutofautisha jambo moja na jambo jingine. Unapaswa kutofautisha pia nyakati. Na ndio maana huyu aligusa Biblia, lakini naamini vitabu vyote vya dini vinatuambia hivyo kwamba kuna nyakati, kuna majira ya furaha, kuna majira ya huzuni, kuna wakati wa kucheka, kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa shibe, kuna wakati wa njaa. Hivi vitu vyote vipo. Kwa hiyo mwanadamu wa kawaida ambaye anatumia lugha kama chombo cha mawasiliano anatakiwa kufahamu haya, anatakiwa kujua wakati gani ya wafariji watu, wakati gani ya furahi pamoja na watu. Kwa hiyo inabidi uzungumze kitu sahihi wakati sahihi, uoneshe ishara sahihi kwa wakati sahihi. Na ndio maana unaona hata sisi kwenye utangazaji mpaka namna unavyoongea ile bashasha yako pia inatofautiana kutokana na tukio moja kwenda tukio jingine, ili kuendana na ule muktadha. Kabisa, tukipata msiba tunavaa nguo nyeusi na tunakubaliana jamani wote tunavaa nguo nyeusi mpaka tutakapomaliza huu msiba mzito ambao labda umelikumba taifa. Kuashiria simanzi au maombolezo. Ndio, na kukiwa kuna matangazo maalumu pia tunavaa nguo maalum. Tunategemea pia ni matangazo ya tunakwenda AFCON, michuano ile ya mataifa ya Afrika. Tunashona mpaka nguo maalum. Labda likija tukio jingine, labda miaka kadhaa ya uhuru wa taifa, mnasema bwana hii ni kama sherehe, tushone nguo maalum. Ile yote ni namna ya kuwasiliana. Sasa tuende kwenye, umezungumzia wewe mwenyewe unapokuwa katika kazi yako. Tuzungumzie sasa unapokuja kuwashirikisha wenzako, wewe na jamii yako. Umeshatoka kazini kuna furaha, unaenda kwa jamii na hali nyingine tofauti na ile ambayo ulikuwa nayo kazini. Unapaswa kuishi nao vipi? Unapaswa kutumia lugha gani ili kuenda nao pamoja? Unajua kama binadamu unatakiwa kuishi kwenye maisha ya watu wengine, unatakiwa kuvaa viatu vya watu wengine. Unakuwa na kazi mbili. Kwa mfano umeenda kwenye jamii ya watu ambao wanahuzunika na jambo fulani. Labda hilo jambo limetokea kwa taifa zima. Kwa hiyo kwa mfano mimi ni mtangazaji. Natakiwa kuwafariji, lakini natakiwa kuvaa viatu vyao wakati huo huo. Sio kwamba ni wafariji niende watu wanalia na mimi basi ndio nalia mpaka nachanganyikiwa, hapana. Lakini natakiwa nionyeshe kwamba nahuzunika pamoja nao, wakati huo huo nikiwapa maneno ya faraja. Haiwezekani watu wanapitia wakati mgumu alafu nikaongea jambo ambalo likawaongezea huzuni, nikaongezea jambo ambalo likawatonesha kidonda. Kwa hiyo natakiwa nifahamu hii jamii ya watu fulani imeumizwa pengine na jambo fulani. Kwa
Kwa hiyo kama imeumizwa na jambo hilo, mimi ni mtangazaji naenda pale, ni mwandishi naenda pale kuandika labda habari yao, natakiwa niangalie maisha wale watu. Mara nyingine waandishi tunaenda mbali zaidi, au watangazaji tunaenda mbali zaidi. Ukienda mahala ambako mtu anahitaji labda msaada, labda wa matibabu, unafanya ile habari, lakini kuna swali ambalo siku hizi tunatakiwa kujibu kwamba unafanya ile habari ili iweje. Najua wewe ni mwandishi mwenzangu na Kusanja anajua anajua. Kuna vitu sisi tunazingatia vitano kwenye taarifa habari. Habari inatokea wapi, habari inamhusu nani, habari inatakiwa kufanyika vipi. Lakini siku hizi tumeongeza tena swali la 6, tunasema unaandika ile habari ili iweje. Kwa unaweza ukaenda kwenye jamii watu wamepata madhila, ukaandika ile habari ili jamii isaidie wale watu, lakini na wewe ukawa ndio namba 1 kutoa msaada kwa yule mtu ambaye amepata madhila. Kwa hiyo yote ni namna ya kuwasiliana na kuonesha upo kwenye maisha ya watu na kuzungumza kitu sahihi kwa wakati sahihi. Sawa, nitarudi kwako baadaye, niende kwa Kusanja sasa. Emmanuel, msanifu wa lugha kutoka BAKITA. Tunafahamu ana amezungumzia kwa muktadha wa nyumbani pamoja na kazini, lakini pia maofisini au maeneo ambayo watu wanakutana kwa pamoja, wanafanya kazi. Watu wako tofauti na wametoka katika jamii tofauti. Mtu unaweza kutoka kwenye jamii ambayo kila jamii zinatofautiana. Moja inaweza kuwa na huzuni, nyingine inaweza kuwa na furaha, lakini mtakutana sehemu ambayo kuna hali tofauti na ile ya huzuni ama ile ya furaha. Wale watu wanatakiwa waishi vipi ili huyu mwenye furaha yake asizidishiwe furaha sana mpaka akashindwa kufanya kazi, kwa sababu tunajua pia chochote kile kitakachozidi huwa kinakuwa na athari ambayo ni mbaya, na huyu mwenye huzuni asizidishiwe ile huzuni yake akashindwa kufanya kazi. Tunapaswa tuishi vipi katika hali kama hiyo? Mimi nafikiri upande wa ofisi ni upande ambao ni rasmi, na pia ndio maana tunahimiza sana matumizi ya lugha sanifu. Lugha sanifu ni lugha ambayo inawaweka watu pamoja. Yaani ni lugha ambayo inaondoa mambo ya mtaani. Yaani sio mtaani manake kile ambacho hakijapitishwa na uhakiki ule wa watu. Samahani Kusanja. Inaweza iwe ni sehemu, yani isiwe tu ni ofisi ile rasmi sana, lakini iwe ni sehemu ambayo ni mkusanyiko wa watu ambao wote wanafanya kazi asubuhi ama kwa muda fulani. Wanatoka, huyu mmoja anatoka kwenye jamii yake na huyu mwingine anatoka kwenye jamii yake, lakini wanakutana kwa pamoja, wanafanya kazi kwa muda fulani, alafu baadaye wanaachana. Sawa. Ndio. Bado nitarudi pale kwamba ni sehemu rasmi, na sehemu rasmi inafanyika mambo rasmi. Ndio. Kwamba unajua unayeongea naye ni nani. Kwa sababu ukishakuwa ofisini kuna mkubwa wa kazi, kuna mwingine ni mdogo. Matumizi ya lugha yanatakiwa yawe ni yale ambayo ni ya siku zote. Kwa maana inaweza kama mtu mwingine ana huzuni, lakini yanatumika. Mtu wa ofisini hayuko tofauti na mtu ambaye yuko nyumbani kwenye upande wa hisia. Maana tunazungumzia mambo ambayo yanakuwa yamegusa watu. Sasa kama jambo mtu amepata huzuni, ndio maana nafika hatua kama mtu amepata shida anapewa pia ruhusa kwamba bwana, hebu pumzika, kwa sababu tunajua kuna jambo fulani hutofanya kazi vizuri. Kwa hiyo kuna lugha ambayo kuzungumza kwamba mtu kama anapata shida, hauwezi ukaamua tena yeye huyo kwa sababu ana shida umpe kazi ambazo unajua hata kama akifanya zinakuwa kama zinamrudisha kwenye sehemu ambayo sio nzuri katika hisia zake. Sasa kinachotakiwa ni nini? Ni kwamba watu wanazingatiwa, kwa sababu katika utendaji kazi kuna miongozo. Hiyo miongozo itamfanya mmoja aweze kukaa katika sehemu ambayo anatakiwa akae. Yaani ni huzuni sawa, tunajua tumeshakufariji, kazi itaendelea, lakini pia ukitoka katika mazingira hayo utakaporudi kule kuna namna ambayo pia utaisha. Haya maisha tunayozungumza ya ofisini au ya nyumbani yanategemea sana. Mtu anaweza kupata huzuni ofisini kwake akafokewa, akafanywa nini, afu atakaporudi nyumbani atakiwa kuja na zile hisia ambazo ametoka nazo kule ofisini. Ni hivyo hivyo atakiwa nyumbani. Umekurufishana nyumbani, unakwenda ofisini. Usiende tena ofisini na hisia zile ambazo zimetoka wapi? Nyumbani, ambazo mmegombana. Lakini kila wakati tafuta kuwa na amani. Tafuta kuwa na amani. Maana amani itakufanya wewe uwe na uwezo wa kuwa na ubunifu katika ufanyaji kazi wako. Itakufanya wewe uweze kuwasaidia watu wengine. Kwa sababu kama hautakuwa na amani ndani mwako, maana amani na yote tunayosema na lugha inatokea ndani ya mtu. Sasa kama kinachoujaza moyo ndicho tunachokiona nje, basi ujue kwamba hata mtu akiwa hana amani ndani ya moyo wake, utamwona tu kwanza uso wake utakuwa unazungumza zaidi, mwili wake utazungumza. Tuna lugha ya mwili.
ambayo tunasema kwamba hiyo inawakilisha kile ambacho kiko ndani yako. Kwa hiyo inaweza kama mtu anacheka huko unamwona hata kama unacheka wewe hapana. Huyu anacheka lakini hayuko sawa. Hauko sawa. Lakini unamwona mtu anafurahia, lakini ukimpa mgongo analia, anainama, anahuzunika. Ana jambo linamtesa moyoni mwake. Sasa unafanyaje? Unatakiwa uongee naye. Ndio maana kwenye ofisi saa nyingine kuna wa saikolojia ambao wanatakiwa wakae na watu. Unamwona mtu huyu sio hayuko vizuri. Asije katoka hapa kaenda kujinyonga bure. Kwa hiyo kwa kulinda uhai wa watu, kwa kulinda maisha ya watu na ubunifu walionao, unatakiwa ufanye kazi ukiwa katika amani, na hata kazi ile unayofanya ukiwa na amani nayo unafanya vizuri sana. Amani ulionayo, furaha ulionayo, hali yoyote ambayo sio ya huzuni ulionayo inaweza kumponya Ana ambaye pengine ana huzuni, ana upweke na vitu vinavyofanana hivyo. Naam, kwa sababu hata chuma unaochuma na moto pia huwasha moto. Kikubwa ambacho tunakisema, umesema sema tena, chuma unaochuma na moto huwasha moto. Cha msingi ni nini? Ni kwamba mimi nina uwezo, kwa sababu nasema faida si ya kwangu mwenyewe, faida ni ya mtu mwingine. Yaani wewe ulivyo, kwa mfano hata muonekano wako, wewe hauwezi kuujua. Hauwezi kufurahia wewe kwa sababu unapotoka kwenye kioo umejisahau. Lakini wewe uzuri wako unakuwa ni faida kwetu sisi ambao tunakuangalia, tunakuona. Ndivyo hivyo mimi nilicho nacho kitakufaidi wewe, kitakufaidia wewe. Yaani na wewe ulichonacho. Kwa hiyo ndio maana tunasema unaweza kumsaidia mtu ambaye anahuzunika pale ambapo wewe kwanza umetengeneza amani ndani ya moyo wako. Ukiwa na amani wewe una uwezo wa kumwambukiza mtu mwingine. Usipojua njia uweze kumwelekeza mtu njia. Kwa hiyo inabidi wewe ndio uwe kwanza na hicho kitu. Uweze kuwa mwalimu bila kusoma kwanza walimu. Kwa hiyo inabidi ujue na uweze kuwa mtangazaji hujasoma utangazaji. Kila jambo ambalo unalifanya kuna kitu ambacho umeshakipitia kikupe hivyo. Kuna namna za kujifunza vitu. Kuna siku nilisema sehemu kwamba kuna njia kama 3 hivi za kujifunza mambo, hata hekima pia. Kwamba ya kwanza kabisa ambayo ni bora ni kujifunza kupitia kusoma. Ukisoma na kutafakari basi unaweza kujifunza hekima vizuri. Lakini njia nyingine inaweza kuwa ni kuiga. Ukiiga jambo zuri, hii ni rahisi, unaweza kuiga jambo zuri ili wewe pia uwe mzuri katika hilo jambo. Lakini lingine ni kupitia sasa uzoefu. Ukipitia kwenye uzoefu ni ile jambo unalivaa mwenyewe. Unaingia huko. Kama uweze kusimulia ajali, na nasema kwamba aisifie mvua imemnyea. Hauwezi ukaisifia mvua na jinsi ambavyo aliyetoka ndo anajua kabisa kwamba mimi nilipata shida ipi. Ndiye anaweza kukuambia vizuri. Sasa ile aliyopitia hilo jambo anaweza akalijua na kulielezea vizuri sana. Maana hata shahidi unatafuta shahidi ambaye ameona au amepitia hilo jambo. Sawa, mtazamaji wa Lulu za Kiswahili, kipindi hewani ni Lulu za Kiswahili, na umetoka kumsikiliza Kusanja Emmanuel ambaye ni msanifu lugha kutoka Baraza la Kiswahili Tanzania, lakini pia niko na Ana Mwasioke, yeye ni mtangazaji na mshititi wa lugha ya Kiswahili. Mada tunayozungumza hapa ni nafasi ya Kiswahili katika kuimarisha umoja, upendo na mshikamano. Ana Mwasioke, ulizungumza awali kwamba Kiswahili ni lugha ya mahaba. Ni lugha ya upendo. Ndio. Lugha inaweza kutumika, unaweza ukaitumia lugha Kusanja kama kuna kitu alikuwa hataki kufanya akafanya. Akatumia lugha ile ya Kiswahili kwa mahaba ya lugha yenyewe akafanya. Lakini kuna lugha hiyo kuna jambo ambalo Kusanja hataki kulifanya au anataka kulifanya, lakini kwa sababu ya ile lugha uliotumia akakataa kabisa. Tupitishe kwenye hiyo. Yaani hapa sasa ndo umefika mahala pake. Kwanza nitaanza na mifano. Kuna mtu anaitwa Steve, yeye ni anafanya uhariri wa picha hapa shirika la utangazaji Tanzania TBC. Stefano kuna siku kazungumza kwenye kikao cha asubuhi akasema, bwana, watangazaji wanadeka na wanahitaji kudekezwa. Ulikuwepo. Sasa baadaye nikamuuliza Stefano, kwani Stefano umemaanisha nini? Akasema, kwani nyinyi hamjijui kama mnadeka? Tukiwa tunaendesha matangazo kule, tunawaambia kwa utaratibu, tunawaambia kwa upendo. Wakati tunaendesha matangazo siku chache zilizopita, nakumbuka Jenjio ni mwongozaji wa matangazo. Ana kipenzi changu. Ana leo unatabasamu nzuri. Huo msuko sasa ndo hapo uendelee kusuka huo. Umenielewa? Kwa hiyo huo ni mfano mmoja. Mtu akikwambia hivyo
kama wewe uko mbele ya kamera ndo mtangazaji, unajisikia vizuri, kwa hiyo una uwezo wa kuwapitisha vizuri kwenye kile ambacho wameona kwamba wewe ubebe dhamana ya kuwapitisha. Huo mfano mmoja. Lakini nakumbuka marehemu Marin Hassan Marin ni miongoni mwa watangazaji bora kuwahi kutokea hapa Tanzania. Mwenyezi Mungu amrehemu huko aliko. Wakati tunaanzisha Aridhio, matangazo yetu ya taarifa ya habari ambayo yalikuwepo, ila tukaamua tukuboresha zaidi. Sasa ile tulianza tarehe 30 mwezi Aprili mwaka 2020 nakumbuka. Nakumbuka anamwambia mtangazaji wa mwanzo kabisa kutupitisha kwamba tumekuamini, utatuvusha salama. Dakika 120 na wewe, hatuna shaka na wewe. Kwa nini alimwambia hivyo? Alimwambia maneno yale ili kumuongezea ujasiri. Ingawa mtangazaji alikuwa jasiri na ni mtangazaji mzuri tu, Gabriel Zakaria nakumbuka ndio alitupitisha siku ya kwanza. Kwa hiyo akasema hayo maneno kwa ujasiri sana. Nikasema kwa nini amemwambia hivi? Amemwambia ili amuongezee ujasiri. Unaona namna gani lugha inaweza kutumika kumfanya mtu ajisikie vizuri na ajisikie kwamba yeye ana uwezo. Umeelewa? Kwa hiyo na Gabriel akatupitisha vizuri, akatuvusha salama. Nakumbuka tena wakati wa msiba wa rais wa awamu ya 3 mstaafu Benjamin William Mkapa. Mimi nilikwenda kijijini Lupaso kuzika. Kabla ya kuondoka hapa tulikuwa mimi na mwenzangu Paul Alphonse. Nakumbuka kiongozi wa chumba cha habari wakati huo akatuambia wako watangazaji wengi kwenye hili shirika. Hii ni kazi kubwa na misiba ya namna hii inatokea mara chache kwa taifa. Huu ni msiba wa taifa, unawahusu wa Tanzania wote. Tunawapeleka Lupaso, tunaamini mtatuvusha salama, msituangushe. Nielewa. Kwa hiyo najaribu kuonesha namna gani maneno yanaweza kutumika kufanya mtu ajisikie vizuri na kufanya mtu aongeze ujasiri. Lakini bado Swaumu, kabla hujauliza labda swali jingine, upande mwingine sasa. Nataka kusema sasa kuna mimi na Kusanja tunaweza kutumika kuwasiliana na wewe kuhusu jambo fulani. Kusanja akawasiliana na wewe usifanye hilo jambo kama ulivyosema. Mimi nikawasiliana na wewe ukafanya. Kwa hiyo jambo ni lile lile moja, uwasilishaji ndio ambao unatofautiana. Hata kama tunalenga wote kukukosoa. Labda wewe ni mwandishi mtangazaji umekosea hiyo habari yako au labda umekosea Kiswahili. Wote tunalenga kukukosoa. Lakini namna tunavyowasilisha ndio inaweza ikakufanya wewe ufanye uboreshe zaidi au inaweza hata kukatisha tamaa usiwahi kufanya hicho kitu tena maishani mwako. Na tamani nipate mfano mwingine, sio katika kukosoa lakini katika umetoa mfano hapo kwa studio, unafanya matangazo. Jen John, tumchukulie wewe Jen John akakueleza, "Haya na umependeza" hivyo. Alafu anakuja mtu mwingine anakuambia neno lingine ambalo halitakupendeza kama vile ambavyo alikwambia Jen John. Unakuaje? Unafananaje? Inakuvuruga. Hata kama una uzoefu wa miaka mingi kwenye taaluma fulani. Mtu anaweza akakwambia neno ambalo wewe ukiwa mtangazaji, labda ni msomaji wa taarifa habari, sehemu yote iliyosalia ya taarifa habari ukaiharibu. Ukakasirika, ukakunja ndita. Yaani usiwe na furaha, na usipokuwa na furaha ukavuruga hata hiyo taarifa habari yenyewe. Wengine mpaka wanakosea kwenye kusoma kwa sababu teza mwongozaji wa matangazo labda amemvuruga. Sasa ndio mfano wangu ulikuwa unafanana na huo wa kuwasilisha ujumbe fulani. Kwa mfano labda wewe ni mtangazaji. Mimi nakuja kukwambia yani wewe ungeenda tu kufanya kazi nyingine ndugu yangu. Hii kazi ya utangazaji yani wala yani hamna kitu chochote. Lakini unasema nikaja mfano unasema ukiwa na hisia sana. Naweza nikakwambia so Mavura hapa umekosea A, B na C. Ukifanya A, B na C ukaboresha zaidi, kipindi kitakuwa kizuri zaidi. Na wewe ni mtangazaji mzuri, fanya mazoezi kwenye haya ambayo tunakwambia ili uje kuwa bora zaidi. Kwa kwanza inakutia moyo kwamba kumbe hii safari inaweza kuendelea nayo. Lakini mwingine anaweza kukuambia hiyo safari kaamua kuachana nayo siku hiyo. Nimeongea kwa hisia. Wengine ni mfano halisi wa mimi na maisha yangu. Kwani Kusanja umejifunza nini hapa kwenye hichi alichosema Ana? Anachokisema kwanza umemuuliza maswali kama mawili hivi, lakini kuna yale kwamba ameshaambiwa kwamba umependeza na uendelee kufanya hivyo hivyo. Lakini kuna mwingine akutana naye akamwambia muone anavyoonekana. Yaani baya kabisa. Sasa ikuta hizo mbili, hebu ile amani ya kwako mrejelee yule ambaye anakupa sema ambayo ni chanya. Usipende kwa upande wa hasi. Tafuta uchanya katika maisha. Tafuta uchanya. Japo uhasi pia unajenga Naam, lakini uchanya ambao unakusema ni nini? Ni kwamba kila ambalo linakuja kwako ukalichukua vizuri,
linakupa nguvu ya kwenda mbele. Kwa mfano, mimi nitatumia leo mfano sana kutoka kwenye Biblia. Kwa mfano, kuna mtume anaitwa Paulo. Yeye alisema kwamba nimejifunza kudhiliwa na kukataliwa. Nimejifunza kula au kushiba na kuona njaa. Nimejifunza hayo yote. Anasema katika yote hayo bado wewe ni Mungu. Kwa hiyo anaona kwamba hata kama akivurugwa namna gani, kuna sehemu ambako anasimamia, anajua kwamba hapa kuna Mungu na huyu ndio atakaye nisaidia katika kufanya yote haya. Mengine anakuja ili anifanye mimi nijitambue mimi ni nani. Nikae, nitafakari, nifanye kitu kwa nguvu na kwa kile ambacho naamini kwamba mimi ni hivyo. Kwa sababu sio jicho lako litajua mtu huyu yuko namna gani. Ndio kusema kwamba hatima ya mwanadamu iko mkononi mwa Mungu. Kwa hiyo kuna wakati mwingine anataka kuvuruge tu ili usifikie kwenye ile ndoto yako. Lakini cha msingi ni nini? Ni kwamba hakikisha ndani ya moyo wako ile amani ya ndani inakueleza utulivu. Iwe mtu anakuja kuvuruga, amini kwamba Mungu yupo ananiona na ninachokifanya amenikubali mpaka ninafanya namna hii. Hapo nitatoboa na nitavuka. Ili unafanya vile, utakuja kucheka siku moja sema kwamba kuna wakati au mwingine atakuja kukufuata kwambia kumbe nilichokuwa nakiona kwako sio kile ambacho nilikuwa ninakiona. Sasa leo ndo nimekuona kwamba wewe ni fulani, wewe ni nani. Ndio maana hauwezi kutabiri sasa hivi ni nani atakuja kuwa ni nani baada ya miaka 10 inayokuja. Sawa. Bado nikuache hapo kwenye umezungumzia vitabu vya Mungu. Viongozi wa dini wana nafasi kubwa sana katika ulezi wa jamii. Katika wakati huu tutegemee maneno gani ya faraja kutoka kwa viongozi wa dini? Ni sahihi. Yaani viongozi wa dini kwa sababu ya dini yenyewe, maana yenyewe kwamba ile imani, kuwa na uhakika wa kitu ambacho mtu anaambiwa. Yaani ni bayana kile kitu ambacho hakionekani. Yaani unaanza kumpa uhalisia wa matumaini. Yaani kama mtu atapata tumaini leo, akaiona kesho yake, hata akipitia shida gani leo, bado ndani ya moyo wake anaona matumaini, anaona kuna kitu nitakachokipata. Akiona namna hiyo, umempa nafasi ya kuvumilia, nafasi ya kwenda mbele zaidi. Martin Luther alisema, nina ndoto. Ile ndoto ndio ilimsukuma kufikia pale. Aliona siku moja Marekani itakuja kuongozwa na mtu mweusi. Alisema tangu kipindi hicho, anasema ninayo ndoto. Kwa hiyo tunasema hivi kwa sababu viongozi wa dini ni watu ambao wanatupa maarifa ya kutukaribisha sisi na kumkaribisha Mungu pamoja na sisi. Yaani sisi tusogelee kufahamu mambo ya imani. Yaani mambo yale ambayo yanatupa uaminifu. Hauwezi kuwa na imani kama si mwaminifu. Maana imani ndio inaleta amani. Yaani humo ndani kama hauna imani, wewe basi uaminifu huna. Kwa sababu kama huna kitu unachokitarajia chenye ubora, yaani imani zetu na dini zinatufanya tuwazi mambo ambayo ni bora baadaye. Yaani sio leo tulipo, lakini baadaye. Ndio maana inakupa tumaini. Yaani hilo tumaini linakujengea wewe kuona huko kuliko hapa ulipo. Lakini njia za kufika huko unazo usizijue, lakini inakupa wewe kuvuka kwenda kule kwa matumaini, kwa uchanya ambao utakufanya wewe utafute njia zote, hata kama ukiteswa, ukipitia shida fulani, bado unaona kesho yangu itakuwa bora. Ndio maana tunanasibisha na kwamba ukiona dhahabu ujue imepitia katika moto, imepita kwenye moto. Kwa hiyo bila kuangalia hizi njia nitapita namna gani mpaka kufika kwenye yale ambayo nayaona kwenye akili yangu. Basi viongozi wa dini wana kazi hiyo ya kutufanya sisi tukae katika kuona tumaini. Bila viongozi wa dini tunategemeana, ndio yani jamii na watu wengi tunategemeana wote. Sawa. Lakini viongozi wa dini wana nafasi kubwa sana. Wakisema jambo tunaona kama wanamwakilisha Mungu. Wana jambo ambalo wanasema. Kwa hiyo wanatujaza sisi matumaini na kuona ile shida ambayo tulikuwa kwenye mioyo yetu inashuka yote, alafu tunaanza upya. Kwa maana watu wanaomba mpaka wanalia. Sawa, tumezungumzia hapa kwenye viongozi wa dini. Turudi katika viongozi wengine. Tunafahamu kwamba tunaelekezwa hivyo hata vitabu vya dini kwamba wakiwepo watu wawili, mmoja lazima awe kiongozi. Kwa hiyo kunakuwa na viongozi mbalimbali katika jamii, lakini pia kuna viongozi wa siasa, kuna viongozi wa familia, katika kazi kuna viongozi. Ni nini sasa viongozi wanatakiwa wafanye, ama ni mambo gani, ama ni lugha gani itumika kwa viongozi katika kuliendea hili? Ni sawa. Yaani kiongozi yote, ukishaitwa kiongozi, unambeba matumaini ya watu. Ukiitwa kiongozi na utakapokuwa kiongozi, hata kati ya wawili wewe mmoja wapo kawa kiongozi, inabidi uwe na maono ya mbali kuliko hata huyu ulionaye. Maana yake pia neno lako
ni dawa, ni tiba kwa huyu uliye naye au kwa wanaoongoza. Kwa hiyo kiongozi tunakuamini sasa kwamba wewe umeaminika. Yaani mioyo yetu imekupa tumaini kwamba sisi tunajua utakachokifanya unakifanya kwa ajili yetu sisi. Unafanya ni kweli unaweza kupata faida, lakini kwetu sisi ni zaidi sana. Ndio maana tunawasukuma viongozi wetu, hebu tumchague fulani hapa bwana tuongoze katika hili jambo. Na tufanyie hivi na hivi. Na mimi katika maisha nimepitia katika kuwa kiongozi bila hata unafika sehemu tunakwambia bwana huyu awe kiongozi wetu. Hivi huyu awe kiongozi wetu. Ni kwamba kuna jambo ambalo lipo ndani yako. Ukilizungumza kuna watu wanaona mbele. Yaani wewe unawafanya watu waone mbele yenye matumaini, sio yenye kuwatisha kurudi nyuma. Ni ya kuwafanya wavuke waende mbele. Sawa, turudi kwa Anna Mwasioke, tunaelekea kutamatisha kipindi. Mimi napenda kuzungumza na wewe kwa sababu ni mshititi kwenye lugha ya mahaba, lugha ya upendo. Umetoa mifano hapo, lakini mimi nimekuja kuona kwamba ile mifano ambayo inahusisha lugha ya upendo, lugha ya mahaba ndio ina mafanikio na inampa mtu nguvu zaidi ya kufika mbali zaidi. Hebu tuhamasishe jamii au tutembee katika namna hiyo kwamba jamii ikitumia lugha ya upendo, ikitumia lugha ya kufarijiana, ikitumia lugha ya kutia moyo, ndivyo ambavyo hata mafanikio yatakuja kwa haraka zaidi kuliko kutumia namna nyingine ambayo inaweza isilete mafanikio. Mi kwanza nianzie alipoishia Kusanja pale kwa viongozi. Kiongozi anaweza kuzaliwa, kiongozi anaweza kutengenezwa pia. Na hata aliyezaliwa anaweza kufanya mambo ya kumfanya awe bora zaidi kila siku. Kiongozi anaweza kuanguka kama binadamu wengine, lakini kiongozi anaweza akaamka tena na akasikiliza ushauri wa hata wale wanaowaongoza ili kuwapeleka mbele zaidi. Kwa hiyo kwenye kufanya mambo na kwenye matumizi ya lugha, mimi wanamwambia sana rafiki yangu Elizabeth Mramba, mwandishi wa vitabu na mtangazaji hapa TBC. Namwambia sijawahi kuona watu ambao wanatumia lugha ya kashfa, lugha ya matusi, lugha ya kejeli, lugha kali wakifanikiwa sana. Zaidi naona watu ambao wanatumia lugha nzuri wana nafasi zaidi ya kufanikiwa. Sisemi kwamba wengine hawafanikiwi kabisa, lakini huwa naona madhila yanakuja mengi zaidi kama mtu akiwa na jazba au mtu akiwa anatumia lugha ya kejeli au lugha matusi. Kwenye maisha yake anaweza kupata madhila kuliko kupata faida. Ndivyo ninavyomwambia mara nyingi, na kuna wakati ananiambia na huwa unasema hivi mara nyingi sana. Kwa nini nasema hivyo? Kwenye jamii yoyote ile, wewe ukiwa kiongozi, iwe wa familia yako, iwe wa ofisi yako, au iwe sehemu yoyote, na hata ukiwa tu mtu wa kawaida ambaye hujabeba dhamana ya uongozi, unatakiwa kufahamu kwamba mawasiliano chanya yanaweza kuleta tija kwa mtu mmoja mmoja, yanaweza pia kuleta tija kwa taifa. Na ndio maana unatakiwa utumie lugha ambayo ni nzuri, lugha ambayo ina staha, kama Kiswahili chetu jinsi kilivyo. Kama kuvaa tunaambiwa tuvae kwa staha. Sasa kwa nini pia tusizungumze kwa staha kulingana na hizo nyakati fulani? Unaweza kuwa mkali mara nyingine ili watu wajue kwamba hapa kuna kiongozi, lakini kuwa mkali na kutumia labda lugha ambayo haina star na kutumia lugha itakayovunja moyo ni vitu viwili tofauti. Ukiongeza kitu hapo utakosea. Twende kwa msalifu lugha. Yaani tujue kwamba ukitumia lugha kwa mfano ya upole, utaongea kwa sauti ya upole. Jiulize kwa nini ukikasirishana na mtu unatumia sauti kubwa wakati wote mpo karibu. Yaani ukitaka kumtukana na mtu uweze kumnongoneza tu lakini ukiongea naye mtu kwa upole, kwa kumnongoneza, au mnongonezi tusi, unamnongoneza jambo zuri. Unamwambia bwana kuna jambo fulani hivi. Unaweza kukuta unamnongoneza lakini yeye anatabasamu. Zile nafsi zenu zinakuwa ziko pamoja, lakini wakati mpo wote kimwili hivi, ukiona kama mmekasirishana, utatumia sauti kubwa. Kwa sababu nafsi zenu zimeshatoka, yaani ziko mbali, kuna mpaka mkubwa, kuna ukuta. Kwa hiyo kama wazionani, wewe unatumia sauti kubwa sana kuita ya kwako kwenda ipate hiyo ujumbe. Lakini kizuri ni nini? Ni kuchagua maneno ya kutumia na kuchagua muda gani utumie nini, ni nani unaongea naye, kwa nini unaongea naye, wapi unaongea, lini, nini, kwa ajili ya nini. Asante sana. Ninawashukuru sana Emmanuel Kusanja ama Kusanja Emmanuel Kusanja, msanifu wa lugha kutoka BAKITA. Lakini pia nakushukuru Anna Mwasioke, mshititi na mtangazaji kutoka TBC1. Mtazamaji wa Lulu za Kiswahili, nilianza awali kwa kukusomea dibaji za maisha, kufikiri ni kazi. Na katika kitabu hiki cha kufikiri ni kazi, katika dibaji ya 491
inakwambia endelea kufikiri. Nami sina la ziada, ninakwambia endelea kufikiri. Jina langu ni Saumu Mavura, kwa niaba ya wenzangu wote, Victor Elia, Ana Mwasioke, Flora Mwano pamoja na Maulid Kambaya, kwa heri kwa sasa. Kiswahili namba 1. Hii ndio lugha yetu ya asili ya Afrika. Hii ndio lugha yetu, wa Tanzania tuitunze. Kiswahili lugha yangu, hakuna mfano wake. Oh, ni tamu, hakuna mfano wake. Kiswahili lugha yetu. Naangalia TBC1, ukweli na uhakika.